ukurasa wetu wa Facebook Radio Maria Tanzania. Karibu katika adhimisho la sadaka ya misa takatifu ya kumwombea mpendwa wetu Brother Jeremia Saria SDF, na misa hii inafanyika katika nyumba ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi na Miungo, Jimbo Katoliki la Tunduru Masasi. Na misa hii inaadhimishwa naye naibu askofu wa Jimbo Katoliki la Tunduru Masasi Josefu Chingwile, akisaidiana na provisho wa Salvatoriani Tanzania Padre Ferdinando Lukoi SDS. Nasi nikukaribishe tushiriki wote kumwombea ndugu yetu huyu aweze kupumzika kwa amani. Na kuletea matangazo haya Oliver Cosmas Kipingi, mwakilishi wa Radio Maria Tanzania. Karibuni. Wasifu wa marehemu Brother Jeremia Saria. Tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2025, Mwenyezi Mungu alimwita kwake mtumishi wake Brother Jeremia Saria. Brother Jeremia Saria alizaliwa tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 1974 huko Kondoa katika parokia ya Kondoa kwa wazazi Andrea Michael Safari na mama Maria Teresa Salala, kwenye familia ya watoto 7, wa kiume 6 na wa kike 1. Alibatizwa tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 1974 katika parokia ya Kondoa.
alipata komunyo ya kwanza tarehe 19 ya mwezi wa 8 mwaka 1987 na kipaimara tarehe 20 mwezi wa 11 mwaka 1988 katika parokia ya Kondoa. Alipata elimu ya msingi mwaka 1985 hadi mwaka 1991 katika shule ya msingi Mpalangwi, Kondoa. Alipata elimu ya sekondari mwaka 1992 hadi mwaka 1995 alipomaliza kidato cha 4 katika seminari ndogo ya Mtakatifu Agustino Bihawana, Dodoma. Alifika kujiunga na shirika la Mungu Mwokozi tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 1968 hapa Namyombo na kupokelewa ukandidati. Mwezi Juni mwaka 1999 alipokelewa hatua ya upostulati na kuingia unombisi tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 2000 huko Nakapanya, Tunduru. Alifunga nadhiri za kwanza tarehe 8 Disemba mwaka 2001 hapa Namyombo na nadhiri za daima tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2008 katika nyumba ya malezi Morogoro. Mara baada ya kufunga nadhiri za kwanza za kitawa, Brother Jeremia Saria alipelekwa kusoma masomo ya uuguzi katika chuo cha uuguzi cha Mtakatifu Benedikto Ndanda mwaka 2002 na kuhitimu kwa kupata stashahada ya diploma mwaka 2006. Mara baada ya kuhitimu alipangiwa utume katika zahanati ya Mtakatifu Yosefu iliyoko hapa Namyombo. Utume aliofanya mpaka Machi mwaka 2011. Tarehe 10 mwezi Machi mwaka 2011 alipangiwa kufanya utume katika zahanati ya Mkuranga, utume aliofanya hadi umauti ulipomkuta. Kuhusu ugonjwa wake, Brother Saria amekuwa akisumbuliwa na shinikizo la juu la damu kwa kipindi kirefu. Aidha, tatizo hilo halikumzuia kutekeleza majukumu yake, kwani amekuwa akitumia dawa na kuendelea na maisha yake kama kawaida. Siku za karibuni, kama kipindi cha mwezi mmoja hivi, brother alianza kusumbuliwa na mafua yaliyoandamana na homa na maumivu ya viungo, kiasi alishindwa hata kuendelea na majukumu ya zahanati. Na kama majuma mawili hivi yaliyopita, alipatwa na maumivu ya mgongo, ambapo baada ya vipimo hospitalini alionekana kuna shida kwenye pingili za mgongo na alianza kutibiwa. Hakuonyesha kuzidiwa hadi tarehe 5 Mei hali yake ilipobadilika, akapelekwa kwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Mkuranga. Na mnamo saa 1 za usiku siku hiyo hiyo, brother aliaga dunia akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali hiyo ya wilaya ya Mkuranga. Wasifu. Brother Jeremia Saria alikuwa mtu mwenye kupenda amani na mpole, kwa mfurahifu na mwenye kupenda maisha ya jumuiya. Alikuwa mwenye bidii katika majukumu yake na alipenda ucheshi. Ni mtu aliyependa mazingira ya usafi na alipenda utanashati na daima alionekana utanashati. Shukrani. Tunawashukuru sana madaktari wote wa zahanati ya Mkuranga na hospitali ya wilaya ya Mkuranga ambapo mpendwa Brother Jeremia amekuwa akipata matibabu. Tunawashukuru ndugu zetu wa jumuiya ya Mkuranga ambapo mmekuwa karibu na brother na kumhudumia wakati wa ugonjwa wake. Pia tunawashukuru nyote mliokimbilia wakati wa msiba na wote ambao katika nafasi mbalimbali mmeshiriki kumhudumia ndugu yetu hasa wakati wa ugonjwa wake. Bwana alitoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana lihimidiwe. Apumzike kwa amani. Amen.
Mheshimiwa Baba Provincial, familia ya Wasalvatoriani, mapadre na brother na masista, familia ya brother Jeremias, mapadre tuliokuja pia kuungana na wenzetu kumwombea brother Jeremias, nasi waombolezaji wote poleni kwa msiba. Kifo cha brother Jeremias ni kama mlango uliojifunga kwa ndani na funguo ikiwa ndani ya mlango unaofunguka kwa upande mmoja. Maisha yake yamejifunga hivi kwamba hatuna tena mawasiliano naye, hatuna tena mawasiliano na nyuma ya mlango. Tena hata mawasiliano yetu kupitia kwake kwenda kwa wengine na kwenda kwa wengine yamejifunga. Lakini kwa imani yetu kama Wakristo, maisha yake ya milele yamefunguka. Mlango halisi wa maisha ya milele ni Yesu Kristo mwenyewe, ambaye katika Injili ya Yohane anajitangaza kuwa mlango wa kuingilia zizini, ndio mlango wa kuingilia mbinguni. Kwa imani hiyo tunamwombea brother Jeremias pumziko la milele, na huo mlango sasa aweze kuona kwa huruma ya Mungu na kuungana na jamaa zake na jumuiya ya watakatifu kwa mbinguni. Tukiri dhambi zetu tupate kustahilishwa kuadhimisha mafungo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Bwana utuhurumie. Umjalie mtumishi wako marehemu brother Jeremias
afurahi kwa ujio wa ufalme wako. Yeye alifuata njia ya mapendo kamili kwa ajili ya kumpenda Kristo. Umjalie aifurahie heri ya milele ya ufalme wako pamoja na ndugu zake, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha hekima ya Suleimani. Roho zao wenye haki wamo mkononi mwa Mungu, wala maumivu hayatawagusa. Machoni pa watu walio wajinga walionekana kwamba wamekufa, na kufariki kwao kulidhaniwa kuwa ni hasara yao, na kusafiri kwao kutoka kwetu kuwa ni uharibifu wao, bali wao wenyewe wamo katika amani. Kwa sababu hata ikiwa waonavyo watu wanaadhibiwa, hata hivyo taraja lao limejaa kutokufa, na wakiisha kustahimili kurudiwa kidogo, watapokea wingi wa mema. Kwa kuwa Mungu amewajaribu na kuwaona kuwa wamestahili, kama dhahabu katika tanuru aliwajaribu, akawakubali mithili ya kafara. Wakati wa kujiliwa kwao watang'aa, na kama vimulimuli katika mabua makavu watametameta. Watahukumu mataifa na kuwatawala kabila za watu, naye Bwana atawamiliki milele na milele. Wenye kumtumaini watafahamu yaliyo kweli, na waaminifu watakaa naye katika upendo. Mradi neema na rehema zina wateule wake. Neno la Bwana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa
ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
sura ya 11 aya ya 17 hadi 27. Yesu alipofika Betania, alimkuta Lazaro amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Na Betania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadiri ya maili 2 hivi, na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia ya kwamba Yesu anakuja, alipenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama walikuwa hapa, ndugu yangu angalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kristo Tumaini letu. Tumekusanyika wakati huu kwa sababu moja kuu: kumsindikiza ndugu yetu, mpendwa wetu, rafiki yetu, jamaa yetu, mwanetu na mtawa mwenzetu, Brother Jeremia Saria, SDS. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai, maisha na zaidi sana wito wa kitawa ambao Mwenyezi Mungu alimkirimia Brother Jeremia SDS. Alipozaliwa akamuita katika maisha ya wakfu, akamuondoa nyumbani kwao Kondoa, akamleta kusini kabisa mwa nchi hii, hapa jimbo la Tunduru Masasi, katika nyumba ya Wasabatoriani. Akamsindikiza katika safari yake ya malezi mpaka akaweka nadhiri zake za daima na kufanya utume wake. Kwetu sisi Wasabatoriani kama familia, siku hii ni nzito kwetu. Kwake yeye kuna mengi tunayoweza kusema kama tulivyosikia katika wasifu wake. Labda cha haraka tu tunaweza kujifunza kwa sisi ambao tuliingia utawa na tukamkuta. Yeye ni kaka yetu. Na kwa muda ambao tumekaa naye hapa na miungo kabla hajapangiwa kazi zingine za kitume kwingine alikokwenda, Jeremia alijaliwa sifa ambazo tumezisikia katika wasifu wake. Lakini kabla ya hayo, niseme tu kwamba hatukulitarajia tukio hili kutokea. Kwanza moja, kwa umri wake. Umri wa miaka 51,
Ni wakati ambao binadamu ndio anaanza kuchangamana kwa namna pekee kama mtu mzima, akijua sasa ametoka wapi na anajiandaa vipi anapokwenda. Lakini kwa sisi ni kitu cha kushtusha. Na somo la kwanza lilituelekeza vizuri kwamba umri si hoja. Mwenyezi Mungu humuita yeyote wakati wote anapotaka. Lakini katika jicho la kibinadamu lazima tunashtuka. Kwa sababu mara nyingi tumezoea mpaka nizeeke. Nikianza kushika fimbo, nianze kutembea kwa kushindwa, nianze kupata shida ya afya hapa na pale, viungo kunyuma, nishindwe kula sawa sawa, nishindwe kuzungumza, nishindwe kwenda kule ambako nizoea na kwenda, basi hapo naanza kufikiria kwamba sasa labda ni wakati wa kuwa jirani zaidi na Mwenyezi Mungu. Lakini Yeremia hakusubiri wakati huo. Kwa maisha yake ya wakfu alijua ya kwamba binadamu anapaswa kujiweka tayari wakati wowote. Anapaswa kujiweka tayari wakati wowote. Kwa maisha yake ya kitawa alitambua ya kwamba alipenda kujiweka wakfu kwa ajili ya Mungu. Na kama Mwenyezi Mungu imefika leo amesema uje kwangu naye akaitika, basi sisi tunachoweza kusema ni shukrani kwa Mwenyezi. Jina lake litukuzwe, lihimidiwe milele na milele. Amina. Sio wakati rahisi kwetu sisi nilivyosema kama Sabatoriani na kama familia kutafuta maneno ya kuzungumza siku kama hii leo. Brother alikuwa mcheshi, mwenye tabasamu kama picha yake ambayo mnaona inaakisi kwenye tabia yake, mwenye kupenda maisha ya jumuiya na daima alipenda kujizingirisha kwenye jumuiya. Alipenda kuona kwamba kwenye jumuiya kuna furaha na kuna amani. Yeremia alizingatia sana amani. Amani ambayo kwetu sote sisi ni tunu ya mtu binafsi, ya jumuiya, ya taifa. Na sasa hivi tunaona tunapoelekea kama taifa tunahitaji sana amani. Lakini hatuwezi kuhitaji amani kama sisi sio watu wa haki. Tunapaswa kutanguliza kwanza haki ili tuweze kuonja amani. Yeremia alijua hiyo. Na ya Mungu alipatia Mungu, ya Kaisari alipatia Kaisari. Katika wito wake alijifunza fani ya uuguzi na aliwahudumia watu kwa mapendo. Kwa miaka 25 niliyokuwa utawani, sikusikia kwamba Yeremia aliwahi kugombana na mtu. Aliwahi kumkosea heshima mgonjwa aliyemhudumia. Aliwahi kugombana kwenye jumuiya. Aliwahi kukosa sala. Aliwahi kwa sababu ya utovu wa nidhamu wa kuleta taharuki ya ugomvi kwa wengine. Kwa hiyo sisi Wasalvatoriani ambao tunamwita kaka ametuachia mfano mambo mengi mazuri ya kumuiga. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana wazazi wake ambao kwenu ninyi mlitupatia sisi Wasalvatoriani na kanisa zawadi. Uchungu ule ambao alikuwa nao Maria na Martha wa kumkosa Lazaro utulizwe na maneno ya Injili tuliyoyasikia leo, kwamba Kristo Bwana wetu ni ufufuo na uzima. Na tukijua kwamba sisi sote tu wasafiri tuko katika njia hii kuelekea kwa Baba. Tumaini lile ambalo brother Yeremia alitumaini ndio tumaini letu sisi sote. Haijalishi na umri wa miaka 10, miaka 20, miaka 50. Ni wakati wa sisi sote kujitafakari na daima kujiambatanisha na mambo ya Mungu. Sisi kama binadamu tunayo mambo mengi yaliyotuleta katika ulimwengu huu. Lakini la kwanza kabisa ni hili ambalo Yeremia alikuwa nalo. Kutoka karama iliyomvuta baba mwanzishi wetu Francisco Maria wa Msalaba Jordan. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Yeremia alitafuta uzima wa milele katika maisha ya utawa. Alipenda kufuata njia ya utawa kwa mfano ule alioishi mjeheri Francisco Maria wa Msalaba Jordan. Leo hii tunapomrudisha kwa Mungu, tunamwombea Yeremia ili Mwenyezi Mungu mwenye huruma amfungulie milango ya huruma yake. Akamwone Bwana wetu Yesu Kristo. Akamwone mwanzishi wetu Baba Francisco Maria wa Msalaba Jordan. Akawaona watakatifu ambao alijaribu kuwaiga katika maisha yake hapa duniani kwa mwenendo katika maisha yake ya kitawa. Ni wakati ambao si wa huzuni kwetu, bali wakati wa faraja kwetu.
kwa sababu sisi sote tunaamini kwamba baada ya makao yetu hapa duniani kukombolewa, tunapata makao ya heri na baraka mbinguni. Tumuombee brother. Labda yapo machache ambayo yamepungua katika udhaifu wake wa kibinadamu, ambayo sisi sote ni binadamu pia, hakuna aliye mkamilifu. Ili yale basi Mwenyezi Mungu amrehemie, na ule wema aliyowatendea wenzake katika maisha yake, mfano wa maisha yake ya tawa, mfano wa maisha yake ya utume, mfano wa maisha yake ya sala na kazi, mfano wa maisha yake ya jumuiya, yawe chachu kwetu sisi sote ambao tuwasafiri bado na tunaelekea kwa Baba. Ninaomba sana tushirikiane kumwombea Baba katika kipindi hiki cha mpito ambacho si rahisi kwetu sisi kama familia ya Sabatoriani, si rahisi kwa wazazi wake ambao wako hapo, ndugu zake na jamaa na jamii yote ya waamini aliyokunia. Tunaomba sana tufaridike na maneno ya Paulo kwamba kama Kristo angezaliwa akaishi, asingalikufa na kufufuka, tumaini letu la kufufuka lingekuwa bure. Lakini kwa sababu Kristo ametutangulia na amefufuka wa kwanza kutoka wafu, tumwombe Mwenyezi Mungu amshirikishe tumaini lile alilotumainia. Raha ya milele umpe Bwana. Na mwanga wa milele apumzike kwa amani. Amen. Ndugu wapendwa, tumwendee Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yetu na ambaye Mungu Baba alimfufua katika wafu. Tumuombee marehemu wetu brother Jeremias, tunayemsindikiza katika safari yake ya mwisho na tutakayemlaza kaburini. Baba Mungu, tunaomba. Umtakase na madoa yote ya dhambi na kumpokea katika ufalme wake wa mbinguni. Bwana, tunakuomba usikie, uyakamilishe ndani yake ulioanzisha katika ubatizo wake. Bwana, tunakuomba usikie, umtunze kwa mema yote aliyowatendea wenzake katika maisha yake duniani. Bwana, tunakuomba usikie, uwatulize na kuwafariji wote waliofiwa na wanaohuzunika kwa ajili ya marehemu wetu. Bwana, tunakuomba usikie, utupe moyo wa kujiandaa kila wakati kwa ajili ya kukutana nawe kwa njia ya kifo. Bwana, tunakuomba usikie, uwe hakimu mwenye huruma kwa marehemu wote na kuwarudishia tuzo kwa mema yao. Bwana, tunakuomba usikie. Bwana, wape marehemu wetu raha ya milele na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani. Amen. Yesu alitoa sadaka
umsamehe kwa wema wako na kuyafuta kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako, e Bwana, hauondolewi, ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakishabomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho: Takatifu, mtakatifu, takatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa
Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka ulioyajua hata machweo yake dhabihu safi tolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili liwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitwaa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru alikibariki, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mwokozi, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira na msimamizi wetu, mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, mwenye heri Francisco Maria wa Msalaba Yordan, mwenye heri Maria wa Mitume, watakatifu somo zetu na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako na wasafiri wa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Philbert Felician Mwasi, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote wanaofanya kuwa taifa lako.
Usikilize kwa wema sala za jamaa hii tulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakutaji kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani, uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila kwa imani ya kanisa lako upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na ishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Tuombe. Mungu Mwenyezi, tunakuomba umjalie mtumishi wako brother Jeremias ambaye amefariki dunia hii, atakaswe na dhabihu hii na kuondolewa dhambi zake, apate furaha ya milele ya ufufuko kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa ni wakati wa salamu za rambirambi, na kwa salamu za rambirambi zitakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ambayo itahusisha wachache miongoni mwetu ambao wao watapata nafasi ya kuongea machache, na sehemu ya pili ambayo itatuhusisha sisi wengine wote ambapo tutatoa tu rambirambi zetu pasipo kusema neno. Watakaopata nafasi ya kuongea ni pamoja na Mheshimiwa sana Baba Naibu Askofu, Mheshimiwa sana mwakilishi wa Abate wa Ndanda, waheshimiwa wawakilishi wa majimbo, waheshimiwa wakuu wa mashirika ya kitawa mmoja wao, ambapo mama mkuu wa masista wa Salvatoriani ataongea kwa niaba yao. Halafu tutatoa nafasi kwa kiongozi wa serikali aliyepo kwa niaba ya wengine. Mwishoni itakuwa nafasi kwa mwakilishi wa familia kabla ya Mheshimiwa sana Baba Provinciale wa Salvatoriani hapa Tanzania kuongea. Taomba iandaliwe chombo hapo mbele, na pia nitamwalika Mheshimiwa sana Baba Provinciale asimame hapa mbele kwa ajili ya kupokea salamu za rambirambi. Sasa karibu Mheshimiwa Baba Naibu kwa nafasi ya rambirambi. Sifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya Mwashamu Baba Askofu Philbert Felician Mwasi wa jimbo la Tunduru Masasi, mapadre na wanajimbo wote, tunapenda kuwapa rambirambi familia nzima ya Wasalvatoriani, Baba Provincial, mapadre na brother na masista. Katika hali halisi ya shirika la Wasalvatoriani na hasa katika kuangalia namba ya mabradha, kuondoka kwa brother Jeremias ni pengo kubwa sana, na sisi hatuna namna ya kuomboleza zaidi ya kumwombea pumziko la milele, lakini pia kuungana na wanashirika kuomba kwa ajili ya mito, hasa katika sehemu hiyo ya mabradha. Vijana wengi watamani pia kama alivyotamani brother Jeremias kuwa watumishi wa watu kwa ajili ya Mungu katika wito wa uburuda. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Mheshimiwa sana mama mkuu wa Salvatoriani, yeye ataongea kwa niaba ya watawa wote wanaofanya kazi ndani ya jimbo la Tunduru Masasi. Mama karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi mimi napenda kutoa
pole kwa kaka zetu, Baba Provincial pamoja na familia yote Salvatoriani. Najua msiba ni wetu sote. Na pia ninatoa pole kwa wazazi, ndugu, jamaa na marafiki wa karibu wa Brother Yeremia. Basi kama mlivyoambiwa, nimesimama kwa niaba ya watawa wote wanaofanya kazi katika jimbo la Tunduru Masasi. Tuko hapa pamoja kuomboleza na kumsindikiza ndugu yetu, kaka yetu Brother Yeremia SDS. Tumesikia mengi katika wasifu wake. Ninachoweza kusema sasa, shukrani yetu ya pekee ambayo tunaweza kumpatia kwa yale yote aliyotenda katika utumishi wake ni kumwombea. Kama kuna makandokando yoyote au vikwazo vyovyote ambazo vinamfanya asiwezi kupokea tuzo huko mbinguni, basi kwa sala zetu na maombi yetu Mwenyezi Mungu aweze kumpokea katika makao yake ya milele. Raha milele umpe Bwana. Astarehe kwa amani. Asante. Nafasi kwa Mheshimiwa mwakilishi wa Abate wa Ndanda ambaye ataongea pia kwa niaba ya watawa wote nje ya jimbo la Tunduru Masasi. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mwenye naitwa Father Amani Nyoni. Niliyosimama naye hapa ni Abate mstaafu Dionis. Lakini nimesimama hapa kwa niaba ya Abate Christian Mtee, Abate wa Basia ya Ndanda, ambao ndugu zake huyu. Nimesimama hapa kama mdomo tu, najua anaweza kuzungumza Kiswahili, lakini namnyakulia tu madaraka yake. Na vile vile kwa niaba ya Pioli wetu mpya, Baba Sixtus Woga, na wanajumuiya wote. Lakini tumefika watano, na wawili watatu wako kule nyuma. Yuko brother Yohanes Mango, ndio mkuu wa msafara huu. Yeye ameniambia tu kwa sababu ni padre unaenda huko mbele, basi angeweza kufanya yeye. Lakini wadogo wawili Cletus na mwenzake Asina. Basi nasema kwa niaba ya jumuiya yetu ya Ndanda, tunawapeni pole sana ndugu zetu ninyi. Ndugu zetu wa damu kutoka mbali sana. Asanteni kwa ushirikiano wenu na ushirikiano tena na tena, hasa kitaaluma hata kule Magoro. Lakini hata huyo ambaye amelala mbele yetu alisoma nursing Ndanda kama tulivyosikia hapa. Kwa hiyo ametuunganisha ndugu na ndugu. Kwa hiyo kazi kwetu ni kuendelea kumwombea kwa Mungu ili ajaliwe yale aliyotamani kuyaona hapa duniani. Kwa ajili yake raha ya milele umpe Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Mwakilishi wa Umoja wa Mapadre jimbo la Tunduru Masasi, Raha milele umpe Bwana. Kwa niaba ya mapadre wa jimbo la Tunduru Masasi, tunatoa pole sana kwa watawa wa Salvatoriani. Brother Yeremia alianza maisha yake na miungo kama mtawa na anamaliza maisha yake na miungo. Amefanya kazi ya kuwaganga watu kimwili. Basi kwa kazi zake alizozifanya na kwa utawa wake, basi muombe Mungu amjalie pumziko la milele. Raha milele umpe Bwana. Na mwanga wa milele mwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. kwa nafasi ya kuongea tunatoa nafasi kwa mwakilishi wa jimbo la Mtwara kama yupo, mwakilishi wa jimbo la Lindi kama yupo.
Kishapo ni nafasi ya pili ya kutoa rambirambi pasipo kusema neno, na wakaribisha sasa mapadre wote wenye rambirambi pamoja na viongozi wa mashirika ya kitawa wenye rambirambi. Karibuni pasipo kusema neno. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Wanapomalizika viongozi wa mashirika ya kitawa, basi nafasi kwa sisi wengine wote ambao tumekuja kujiandaa kwa kutoa salamu za rambirambi. Karibuni. Sasa nitatoa nafasi ya upendeleo kwa kutoka parokia ya Mkuranga ambapo brada amefanya kazi kwa muda mrefu, basi mmoja walau kama mwakilishi kuongea.
yake mwakilishi wa wale wa Salvatoriani. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina naitwa John Wambura, ni katibu wa halmashauri ya lei kutoka parokia ya Mkuranga, ambako Brother Jeremia Saria SDS alikuwa akifanya utume wake kwa takribani miaka 14. Tumeishi naye kwa kipindi chote hicho, ametuhudumia na tumeishi naye kama ndugu yetu. Tumeishi naye pia, tumeshirikiana naye kwenye mambo mengi ya kijamii pia na kiroho. Sisi jana tumetoa salamu zetu kwa sababu tulimwaga jana parokiani, na kwa yote tuliyoyafanya jana, kwa kadiri ya Mungu alivyotuongoza, tumefanikiwa kuwasilisha salamu zetu za rambirambi. Hivyo nimeongozana na wenzangu kutoka parokia ya Mkuranga. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Raha ya milele umpe ya Bwana, na mwanga wa milele mwangazie. astarehe kwa amani. Amina. Walei wa Salvatoriani mwakilishi. Kristo tumaini letu. Sisi walei wa Salvatoriani, kwa kweli tulipopata taarifa ya msiba wa brother tulishikwa na mshangao, lakini hakuna namna, kwa sababu kama tuliweza kuzaliwa na kufa ni lazima. Hivyo basi tunamwomba tu Mwenyezi Mungu amsaidie huko aliko, amuonyeshe Yesu ambaye ndiyo tunayemtumaini. Yeye ndiyo uzima. Tukimwamini basi tutakuwa hai hata kama tukiwa tumekufa. Kristo tumaini letu. Asante Baba, nashukuru na kwa sasa umeweza kuchukua nafasi yako. Kwa nafasi hii ninamwalika mwakilishi wa familia. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Baba mwakilishi na askofu, kiongozi mkuu wa shirika la Salvatoria, waheshimiwa mapadre, viongozi wa kanisa, ndugu watawa wote walioko hapa, ndugu zangu waombolezaji, pamoja na waumini wa parokia hii. Nasimama hapa, ninaitwa Matthew Mwaimu. Mimi ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu na kwa sasa ni mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora Dodoma. Nimekuja hapa mbele ya madhabahu hii kwa madhumuni ya kuwakilisha familia ya mzee Andrea ambaye ni baba wa marehemu Jeremia. Tumekuja wengi kidogo kutoka Kondoa, Dodoma, Dar es Salaam na sehemu nyinginezo. Madhumuni ya kusimama mbele yenu ni kutoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa shirika la Salvatoria ambao mmemlea Jeremia toka alipotoa nadhiri na kuendelea kutumika katika kanisa kwa kuhudumia jamii katika eneo la afya. Sisi kama ndugu wa marehemu tunawashukuru sana kwa kila jambo ambalo mmelitenda kwetu na kutupa faraja tangu alipo
Tulishiriki katika ibada kule Mkuranga ambako walihudhuria waumini wengi wa parokia ile, ikiwemo pamoja na watumishi wenzake. Zilitolewa shukrani kutoka kwa uongozi wa shirika, washukuru wale wote walioshiriki katika kumuunguza hadi hospitali ile ya Mkuranga ambako Mwenyezi Mungu alimtwaa. Sisi tunawashukuru sana wote pamoja na waumini walioshiriki katika ibada hii. Tutaendelea kuwashukuru hadi pale utakapolazwa mwili wa ndugu yetu mpendwa, mtoto wetu, kaka yetu na rafiki yetu Jeremiah. Nipende vile vile kusema kwamba hatuna zaidi ya kusema, kwa sababu sisi wote kama binadamu njia yetu ni moja. Tulizaliwa, tumekuwa, lakini siku ya mwisho nadhani wote tutafikia hatua hii aliyofikia Yeremia. Tunawaomba mapadre wote, kanisa, waumini, muendelee kutuombea kama familia. Kwa wale ambao tutakuwa nao waendelee kutupa faraja, lakini vile vile tuendelee kumwombea marehemu Jeremiah katika pumziko lake la milele. Nipende kuwashukuru kwa mara nyingine tena kwa kushiriki nasi, na nipende kusema tu kwamba Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Amina. Na kwa sasa ni nafasi ya Mheshimiwa Baba Provinciali kutoa neno lake. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kristo Tumaini letu. Mheshimiwa sana Baba Chingwile, naibu askofu jimbo la Tunduru Masasi. Wapendwa sana wazazi wa Broda Jeremiah Saria na wazazi wetu, baba na mama mliopo hapa, kaka na dada watawa wa Brother Jeremiah ambao upo hapa, wapendwa Mheshimiwa sana baba abate mstaafu Dionisi wa Basia ya Ndanda, wapendwa mapadre wa Salvatoriani, wapendwa mapadre wa jimbo la Tunduru Masasi, wapendwa mapadre wa jimbo la Mtwara, wapendwa mabrada, Mheshimiwa sana mama mkuu wa shirika la Salvatoriani nchini Tanzania, Mama Yasinta Kala, waheshimiwa masista wa Maria Immaculata, wapendwa masista wa Benediktini, wa Tutizini na Ndoro, wapendwa masista wa Kotolengo, wapendwa wawakilishi wa mashirika mbalimbali ya kitawa mliopo, na mimi hata wahudumu wapo hapa, wapendwa wana parokia ya Mkuranga, wapendwa ndugu wa marehemu, na kwa namna pekee jaji mstaafu Matthew, wapendwa wa Salvatoriani wale, wapendwa wana jumuiya ya Namiungo, ndugu zetu mnaotuzunguka, vijana wetu mlio kwenye malezi, nanyi nyote mliotusaidia kukesha jana mpaka leo hii, mliotutayarisha jengo ambalo tutamuhifadhi ndugu yetu Brother Jeremiah, nanyi nyote wenye mapenzi mema. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mtaniwia radhi kama ipo mmoja sikumtaja kwa jina au nafasi yake, kwa kutofahamu au kwa hali halisi ambayo tunapitia sasa. Lakini nafahamu mpo wengi hapa ndani ambao mmetoka Dodoma,
mmetoka Dar es Salaam, mmetoka Tunduru hii, mmetoka Mtwara, wapo waliotoka Zanzibar, wapo waliotoka Arusha, wapo waliotoka Kilimanjaro na sehemu mbalimbali. Wapo hata wengine wametoka nje ya nchi ambao wanafanya kazi katika sehemu tunazofanya kazi, waliofika kumsindikiza brother Jeremiah. Langu ni neno la shukrani. Shukrani kwa upendo wenu mnaotuonesha, ambao waliwatoa huko mliko, mmeona mwache yote mfike kushirikiana nasi kumsindikiza huyu ndugu yetu. Sisi hatuna cha kuwarudishia. Tunaomba neema na baraka Mwenyezi Mungu iwakalie, iwe juu yenu. Lakini kwa namna pekee sala zenu zimekuwa faraja. Faraja kwa familia Salvatoriani, faraja kwa wazazi, faraja kwa ndugu wa ndugu yetu brother Jeremiah. Faraja kwa watu wana miungo ambao kwao daima wamekuwa msaada na kimbilio letu. Nitumie nafasi hii kusema asanteni sana. Asanteni sana kwa uwepo wenu, kwa ujio wenu kwa wingi namna hii. Kwetu sisi ni neno ambalo linatufariji na linatutia moyo mno. Nitumie nafasi hii kuwashukuru kwa rambirambi mlizotupatia. Niwashukuru kwa wale wote ambao wamemhudumia brother Jeremiah kwa namna pekee kule Mkuranga. Madaktari, manesi, wauguzi wenzake kwa kituo cha afya alichokuwa anafanyia kazi. Nitumie nafasi hii kumshukuru makamu pamoja na jumuiya na Mkuranga ambao wameishi na marehemu na mkafanya naye kazi. Na kwa namna pekee pia Baba Job ambaye ameishi kwa muda mrefu sana na marehemu. Nitumie nafasi hii pia kuwashukuru maparoko wote mliosafiri kutoka mbalimbali mkaacha kazi zenu za kitume kuja kusindikiza ndugu yetu leo. Mungu awabariki sana. Lakini pia nitumie nafasi hii kukupa pole sana mama pamoja na baba, sister pamoja na brother, ndugu wa marehemu brother Jeremiah. Eleweni kwamba mmetupatia zawadi ya pekee sana kwa maisha ya brother Jeremiah. Mwenyezi Mungu awakirimie, awatie nguvu na mjue popote mtakapoona Wasalvatoriani mmemwona brother Jeremiah. Kuondoka kwa brother Jeremiah, Wasalvatoriani hawafungi milango katika nyumba zao. Ninyi mnabaki kwa ndugu, mnabaki jamaa kwetu. Basi kwa kusema hivi, nimtakie kila mmoja wenu heri, baraka na faraja anapoondoka kurejea alikotoka. Lakini kitu kimoja tu, tuendelee kumwombea brother apumzike kwa amani. Asanteni sana. Raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele apumzike kwa amani. Inafuata sasa baraka ya misa. Baada ya baraka itafuata sala duniani itakayoongozwa na Mheshimiwa Baba wa Shirika. Kisha sala ya duniani itaanza maandamano kuelekea kwenye shamba la Mungu yakitanguliwa na msalaba, gari lililobeba mwili wa marehemu mpendwa wetu brother Jeremiah Salia na sisi wengine wote. Taratibu zingine tutatangaziana kule kule makaburini. Sasa nimwalike baba naibu kwa baraka, kisha utafuata sala ya duniani. Sifu Yesu Kristo. Kabla ya baraka nina tangazo kwa mapadre wa jimbo la Tunduru Masasi na mapadre watawa wanaofanya kazi jimboni Tunduru Masasi. Ninawakumbusha tutakuwa na hija ndani ya mwaka wa jubilei ya mapadre itakayofanyika kule Masasi. Maandamano yataanza kwa Wasalvatoriani Migongo na tutapita kwa barabara ile ya Nachingwea mpaka parokiani Masasi tutakapoadhimisha misa ya kufunga hija yetu. Nimeagizwa pia na viongozi wa mapadre kwamba kila padre anapaswa kuchangia 20,000 kwa maandalizi ya maji ya kunywa siku ile. Fedha zitumwe kwa mhasibu wa UMAWATA Padre Sunil Anto. Huyo na kipara kidogo.
Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana. Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha duniani na sasa amemwita ili ampe maisha mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Twakuomba Bwana, umpokee huyu ndugu yetu brother Jeremia katika uzima wa milele na utawala wako, apate kufurahi kwa furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Amina. Baba yetu ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, bali utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote. haya milele umpe Bwana, Na mwanga wa milele umwangazie. apumzike kwa amani. Amina. Kwa kuwa wengine hawajaaga, basi tutakapohitimisha hapa utakuwa nafasi ya kuaga, tukiwa tunasubiri nje kwa ajili ya kupeleka makaburini. Sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini, tukitumaini kwamba siku moja tutakutana naye katika uzima wa milele. Kwa
kupeleka mwili wa marehemu katika nyumba yake ya milele. Na katika misa hii imeadhimishwa na naibu wa askofu Joseph Chingwile akisaidiana na provisho wa shirika la Wasalvatori Padre Fernando kutoka nyumba ya Mtakatifu Yosefu na miungo Katoliki la Tunduru Masasi. Sina la ziada, nami jina Oliver Cosmas Kipingi, mwakilishi wa Radio Maria Jimbo Katoliki la Tunduru Masasi. Nirudishe haya matangazo, basi tuendelee kuwaombea ndugu zetu walio